Mji wa Sydney ni moja ya miji maarufu zaidi duniani ukiwa na historia ndefu iliyoanzia mwaka 1788 huko wakati Waingereza walipoanzisha koloni lao la kwanza barani Australia. Uanzishwaji huu uliambatana na kuwasili kwa meli za First Fleet ambazo zilileta wafungwa na walowezi wa mwanzo. Sydney imekuwa kutoka makazi madogo ya wafungwa hadi kuwa jiji la kisasa lenye ushawishi mkubwa wa kiuchumi na kiutamaduni. Karibu katika makala hii kwa hisani ya mwenyeji wetu wa mji wa Sydney, Emmanuel Bihemo. Ninayekutembeza na kukusimulia yote haya ni Leonard Mubali, nasema karibu sana. Kabla ya kuwasili kwa Waingereza mwaka 1788 na kile kinachoitwa uvumbuzi wa Australia, bara hilo lilikuwa tayari lina watu wanaoishi hapo kwa idadi ya maelfu na kwa miaka mingi tu, na wenyeji asilia wakijulikana kama Aboriginal Australians pamoja na Torres Strait Islanders. Makundi haya yalikuwa na tamaduni tajiri, lugha nyingi zaidi ya 250 na mifumo ya maisha iliyojikita katika uwindaji, ukusanyaji na uhusiano wa karibu na ardhi. Waliishi katika maeneo mbalimbali ya bara hilo kwa zaidi ya miaka 60,000 kabla ya kuwasili kwa Captain James Cook aliyedai eneo hilo kwa niaba ya Uingereza mwaka 1770, hatua iliyokuja baadaye kusababisha ukoloni na mabadiliko makubwa kwa jamii hizo za asili. Katika karne zilizofuata, Sydney ilipata mabadiliko makubwa ya kimiundombinu, uchumi na idadi ya watu. Leo hii jiji hili linajulikana kwa majengo ya kisasa, mfumo bora wa usafiri na bandari yake ya kuvutia inayojulikana kama Sydney Harbour. Bandari hii imekuwa moyo wa shughuli nyingi za kiuchumi na utalii. Moja ya sifa za kipekee za mji huu ni namna ulivyogawanywa na mlango bahari, ambapo upande wa kusini ni Sydney yenyewe na upande wa kaskazini unajulikana kama North Sydney. Maeneo haya mawili yanaunganishwa na daraja maarufu la Sydney Harbour Bridge ambalo ni moja ya alama kuu za jiji hili na kivutio kikubwa kwa watalii. Mbali na daraja hilo, Sydney pia inajivunia jengo maarufu duniani, Sydney Opera House. Jengo hili lina muundo wa kipekee na hutumika kwa maonesho ya muziki, sanaa na matamasha mbalimbali ya kimataifa. Kivutio kingine ni fukwe za jiji hili, hasa Bondi Beach ambayo ni maarufu kwa mawimbi mazuri ya bahari, kwa michezo ya baharini na mandhari ya kuvutia. Watalii na wakazi wa jiji hili hupenda sana kutembelea eneo hili kwa ajili ya mapumziko na burudani. Kuhusu usafiri wa anga, uwanja wa ndege wa Sydney ni moja ya viwanja vya ndege vya kipekee duniani na kivutio kutokana na ukaribu wake mkubwa na bandari ya Botany Bay. Uwanja huu unaruhusu ndege kutua na kupaa karibu kabisa na maji, hali inayovutia sana watazamaji na wapiga picha. Uwanja huu wa ndege wa Sydney unaojulikana pia kama Kingsford Smith Airport ni miongoni mwa viwanja vya ndege vya zamani zaidi vinavyoendelea kutumika duniani hadi sasa. Ukaribu wake na jiji hurahisisha usafiri wa haraka kutoka uwanjani hapo ambapo ni katikati mwa mji wa Sydney. Kwa upande wa maisha ya jiji, Sydney ni kitovu cha biashara, elimu na utalii nchini Australia. Ina vyuo vikuu vikubwa, maeneo ya kifahari ya biashara pamoja na mitaa yenye mikahawa na maduka ya kisasa. Mandhari ya jiji hili ni mchanganyiko wa majengo ya kihistoria na nakshi za kisasa, hali inayolifanya jiji hili kuwa na muonekano wa kipekee. Usiku, taa za majengo na daraja la Sydney Harbour Bridge huifanya Sydney ionekane ya kuvutia zaidi. Utalii ni moja ya nguzo kuu za uchumi wa jiji hili, ambapo maelfu ya watalii hutembelea kila mwaka kushuhudia vivutio kama Sydney Opera House na Bondi Beach. Pia kuna safari za boti ndani ya Sydney Harbour zinazotoa mandhari ya kipekee ya jiji. Kwa ujumla, Sydney ni mfano bora wa mji ulioanza kama koloni dogo tu mwaka 1788 na kukua
kuwa jiji la kisasa kabisa lenye ushawishi mkubwa kwa sasa. Muunganiko wa historia, maendeleo ya kisiasa na vivutio vya kipekee vinaifanya kuwa moja ya miji ya kuvutia zaidi duniani. Kwa yeyote anayependa kusafiri au kujifunza kuhusu miji mikubwa duniani, Sydney ni mfano halisi wa jinsi historia na maendeleo vinavyoweza kuungana na kuunda jiji lenye uzuri, ubunifu na hadhi ya kimataifa. Mimi na mwenyeji wangu Emmanuel Bihemo tunajiandaa kukutembeza tena na kukuletea historia ya mji mwingine wa Canberra, zilipo ofisi za bunge la Federal, ili uweze kusikia ofisi za bunge ambazo watu huingia kwa muda wanaotaka, kupiga picha na kujivinjari humo bila kuzuiwa. Na hii ni TriGen Media.